Ni msingi sana. Jilinde sana na ulimwengu huu, usije ukakuchafua, usije ukakuchafua. Bwana tusaidie sana. Kwa ibada Mungu anaipenda, au ibada yenye maana, haleluya, ni ibada ambayo ibada au dini andiko linasema dini, kitabu kingine kinasema ibada, andiko linasema dini iliyo safi na isiyo na itilafu mbele ya Mungu Baba ni hii: kuwasaidia yatima na wajane katika shida zao na kujilinda mwenyewe usichafuliwe nini na ulimwengu huu. Alo, ikiwa wewe si ni mtu wa dhehebu gani, si ni wa dini gani, Mungu ibada anayoipenda au dini yenye maana Mungu ambayo anaihesabu, wakumbuke yatima na wajane na ujilinde mwenyewe usije ukachafuliwa na ulimwengu huu. Linda nafsi yako, linda miguu yako, linda midomo, linda kinywa, linda mwili wako. Uwa na wivu wa mwili wako. Wapo watu ambao hawana wivu na mwili wao. Wapo watu ambao hawana wivu na miili zao. Yaani miili, una wivu na mwili wako. Wewe mwanamume gani, mwanamke gani? Kwa sababu malaya, kwa sababu ya ushoga, kwa sababu ya usagaji. We mwanamke una joto asili, mwanamume una joto asili. Yaani watu hawana, ane mwili wako hauna ule unnatural. Haleluya. Unajua, unapokuwa wivu na mwili wako, unapokuwa wivu na maisha yako, kuna ile original, yaani kuna kitu OG ambacho unakilinda katika maisha yako, katika mwili wako, katika afya yako. Kuna kitu ambacho unakilinda ambacho ni kia thamani. Kitu hicho kishapungukiwa uthamani wake, basi unakuwa sio mpya tena. Ni sawasawa na nguo. Ukifua. Hata kama ulikuwa unaiweka hiyo nguo ya kwenda nayo sehemu maalum, utakuwa unabadilisha, utakuwa tena ndani ya sehemu maalum, utakuwa unaivaa popote pale. Kwa sababu gani? Imechakaa, yaani uthamani wake umeisha. Hata wewe mwanamke, hata wewe mwanaume, uthamani wako unaisha. Haleluya. Na uthamani wako ukishaisha, unakuwa ni kama kopo, umekuwa kama takataka, unakuwa ni mtu ambaye usiyekuwa na thamani. Jilinde na ulimwengu huu, watu wa Mungu. Maandiko yanatuambia kwamba mambo yote yaliyomo duniani humu au katika ulimwengu huu taumbiwa sisi, lakini maandiko yanatuambia kwamba si yote yatufaa sisi kuyatumia, au si yote yatufaa sisi kuyafanya. Kumbe kuna mengine na wafaa wengine, na mengine hayafai wengine. Usiwe mtu wa kujiweka katika kila mambo. Sikiliza mtu wa Mungu. Watu wabaya wapo kwa ajili ya siku ya ubaya, na watu wema wapo kwa ajili ya siku njema. Haleluya. Yes. Kwa hiyo chagua wewe, utakuwa ni mtu ambaye utakuwa uzirisho katika ile siku ya watu katika ile siku iliyo mbaya, au wewe utakuwa ni uzirisho wa ile siku iliyo njema. Chagua. Haleluya. Kwa hiyo yote yamekusudiwa. Kwa hiyo wewe mwenyewe ndiye unayotakiwa kuchukua maamuzi. Ushuhuda wako utakuwa katika upande gani? Au wewe utatimiza andiko gani au neno gani katika yale yote yaliyozungumzwa katika vitabu vya kidini?
Haleluya. Je, wewe ni yule ambaye mtu atasababisha watu watupwe jehanamu ili watu wajue kwamba jehanamu kweli ipo, au wewe ni mtu ambaye utasababisha